لبيك اللهم لبيك. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi wa Uktijabu TV. Karibu usubscribe YouTube channel yetu ili usiweze kupitwa na taarifa zetu pale tunapoziposti. Ninayekusomea taarifa hii nafahamika kama Majabu Maulidi, na leo ninakuletea historia ya jiwe jeusi. Wengi tunaifahamu kama Al-Kaaba. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa historia hii. Kaaba tukufu iliyoko Maka ni mahali ambapo Waislamu hutekeleza hija na umra. Lakini kwa mujibu wa Qur'an, Kaaba ni kwa ajili ya mwongozo sio tu kwa Waislamu bali ulimwengu mzima. Mwezi wa Dhulul Hijja ni wakati wa ibada adhimu ya hija. Ibada hii Qur'ani tukufu inasema ilifanyika kwa mara ya kwanza wakati wa Nabii Ibrahim, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake. Na baada ya hapo nabii huyu wa Mwenyezi Mungu alijenga Kaaba. Na pale tulipomweka Ibrahimu pahala penye ile nyumba tukamwambia, usinishirikishe na chochote, na isafishe nyumba yangu kwa ajili ya wanaizunguka kwa tukufu, na wanaokaa hapo kwa ibada, na wanaorukuu, na wanaosujudu. Na watangaze watu hija, watakujia kwa miguu na juu ya kila ngamia aliyekonda, wakija kutoka katika kila njia ya mbali. Hii ni kutoka katika sura Al-Hajj aya 26 mpaka 27, pale Mwenyezi Mungu alipokuwa akimwambia Nabii Ibrahim. Kinachovutia kuhusu Kaaba tukufu ni kwamba Mwenyezi Mungu katika aya iliyotangulia anaelezea kama ishara ya kwanza na kibla cha kumwabudu yeye, kisha anasisitiza umuhimu wa kuhiji. Pia kuna aya nyingine mbalimbali katika Qur'ani tukufu kuhusu kanuni na maelezo ya ibada ya hija. Qur'ani tukufu inasema katika aya 96 ya sura Al-Imran, hakika nyumba ya kwanza waliowekewa watu kwa ibada ni ile iliyoko Maka, iliyobarikiwa na yenye uongofu kwa ajili ya walimwengu wote. Al-Maha Tabatai, mtafsiri maarufu wa Qur'ani tukufu, anasema katika tafsiri yake ya Al-Mizan Qur'ani tukufu kwamba Al-Kaaba ni ya daraja zote za mwongozo, na inaweza kusema kwamba hakuna yeyote anayeweza kufika daraja hiyo isipokuwa mja wa Mwenyezi Mungu aliyetakasika. Mbali na wokovu wa akhera, Kaaba inaongoza ulimwengu wa Kiislamu kwenye furaha ya dunia ambayo umoja katika umma wa Kiislamu. Kaaba pia inaongoza wasiokuwa Waislamu kwa kuwaamsha kwenye ukweli kwamba Uislamu umewaunganisha watu wa rangi na kaumu tofauti tofauti na kuunda undugu baina yao. Kwa hivyo, umoja ni moja ya malengo ya kimsingi yanayofuatiliwa katika hija. Kwa hiyo, kuna mambo mawili hapa. Kwanza, Kaaba ni chanzo cha uongofu unaopelekea furaha katika dunia hii na ijayo. Na pili, Kaaba ni mwongozo usio wa kundi fulani bali ni wa ulimwengu mzima. Katika kutafsiri aya 96 ya sura Al-Imran, Sheikh Muhsin Qaraati katika tafsiri ya Qur'ani Al-Nur ameangazia nukta kadhaa zikiwemo zifuatazo. 1. Al-Kaaba ndiyo mahali pa kwanza palipowekwa watu kuabudu na kusali. Nyumba ya kwanza ya ibada ambayo Mwenyezi Mungu aliwakabidhi watu. 2. Historia ya maeneo ya ibada ni miongoni mwa vigezo vya kubainisha thamani ya eneo hilo. 3. Baraka za Kaaba sio tu kwa waumini au jamii maalum bali ni kwa watu wote. 4. Kuwa ni mahala pa watu wote ni ishara ya thamani kubwa ambayo Mungu amewapa waja wake. 5. Kaaba ni chanzo cha uongofu kwa watu, ni yenye baraka na mwongozo kwa watu wote. Pia mpenzi mtazamaji wa Uktijabu TV, maajabu mengine katika Al-Kaaba ni kwamba Al-Kaaba iko katikati ya dunia. Na kama iko katikati ya dunia,
ajabu kubwa katika Al-Kaaba, juu ya Al-Kaaba hakuwezi kupita ndege yoyote, haiwezi kupita na haijawahi kupita tangu itengenezwe Al-Kaaba. Ni hayo tu niliyokuandalia leo, mpenzi wangu wa Uktijabu TV. Tunachokuomba usubscribe YouTube channel hii, ulike na kushare. Mpaka siku nyingine tena, Uktijabu na wapenda. Wa hadha, assalamu alaikum.